Hello mtazamaji wa Nteze Media, leo ni tarehe 29 ya mwezi wa 3 mwaka 2025. Siku nzuri kabisa ya weekend, Jumamosi bora kweli kweli, ambapo watu wengi wanasubiri mchezo wa Simba dhidi ya Al Masry pale nchini Misri katika jiji la Ismailia tarehe 2 ya mwezi wa 4 mwaka 2025. Tuko siku Jumatano nzuri kabisa. Sasa siku ya leo nje ya box Nteze Media inatazama wachezaji wawili ambao wamebakia kwenye kikosi cha timu ya Tanzania ya Simba Sports Club moja hijasafiri kuelekea pale Misri kwa Al Masry. Wachezaji hao ni Chema Lomfondo, ambapo yeye alikuwa nchini pale Morocco kwa matibabu, ambapo amerejea jijini Dar es Salaam kuendelea na recovery nzuri kabisa. Mchezaji mwingine ni Aish Manula, ambapo huyu alikuwa kwenye majeraha ya muda mrefu, na kwenye mchezo wa juzi dhidi ya Big Man FC pale KMC Complex Mwenge jijini Dar es Salaam alikuwa sehemu ya kikosi ambacho kilikuwa kimeandaliwa na kocha Fadlu Davis. Kwa kitu ambacho mashabiki na wapenzi wa Simba leo kitambua ni wachezaji hawa muhimu ambao hawajasafiri kuelekea pale nchini Misri kwa Al Masry. Ni Chema Lomfondo, beki muhimu kabisa ni kikosi cha kwanza cha Simba Sports Club, na pia mtu mzima Aish Manula ambaye huyu ni kipa mzoefu mpaka sasa na michezo mingi ambayo hajachezea timu yake ya Simba Sports Club. Kukosekana kwa Chema Lomfondo kutoka kuna kitu gani ambacho kitakosekana kwenye timu? Nikumbuke Chema Lomfondo aliumia kwenye mchezo wa Azam FC tarehe 24 ya mwezi wa 2 mwaka 2025 pale jijini Dar es Salaam kwenye dimba la Mkapa, mchezo ambao ulichezwa majira saa 1:15 za jioni. Kwa kitu ambacho mashabiki na wapenzi wa Simba wanataka kukitambua ni ubora na ule upekee ambao nao Chema Lomfondo, na je akikosekana kwa mchezo kitu gani ambacho kitaonekana kwenye performance ya timu nzima? Yes, ikumbukwe japokuwa na nafasi ya kumchezesha Mshemu Kalabu ambaye yeye alicheza kwenye michezo ya Coastal Union, alicheza Dodoma Jiji, alicheza mchezo wa TMA Security, alicheza na timu nyingine ambazo kocha Fadlu Davis alimwanzisha kutokuwepo kwa mchezaji wake Chema Lomfondo. Je, partnership ya Abdurazak Hamza na Chema Lomfondo ina ubora gani kwenye kikosi cha Simba Sports? Na pia kukosekana kwa Chema Lomfondo kuna kitu gani ambacho kitapungua kwenye kikosi cha Simba Sports? La kwanza, Chema Lomfondo ni beki kiongozi pale Simba Sports Club, na pia ni mtu ambaye ana nafasi kubwa ya kuclear makosa ambayo huenda yanafanyika na safu ya kiungo. Mkumbuko safu ya kiungo inaundwa na mtu mzima Fabrice Ngoma na Yusuf Kagoma, ambao hawa ndio watu ambao wanatengeneza ile shape ambayo inaiunda Simba Sports Club kabla ya kupanda juu kwa Elim Panzu, Jean Shele Ahua na Kip Dennis, ambao hawa wanafanya vizuri kabisa kwa sasa. Kitu ambacho watu wengi wanakitambua na kitamani kabisa kukisikia kwenye mchezo ujao tarehe 2 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 ni nini ambacho kocha Fadlu Davis atakifanya? Nini kitu ambacho kocha Fadlu Davis atakiingiza kwenye performance yake ya timu yake ya Simba Sports na ubora ambao uko nao, na pia maandalizi makubwa ambayo amefanya kwenye kipindi cha hivi karibuni? Yes, kupitia nje ya box Nteze Media tutakuwa na wewe muda wote. Pia tukuhabarisha mazuri yote ambayo yanapita kupitia Nteze Media. Pita kwenye page ya Nteze Media TZ Instagram, ambayo itakuwa ni mazuri kabisa. Nteze Media ni yako, Nteze Media ni yako, na wewe ni mtu bora kwa kweli, kwa thamani sana kwetu kupitia nje ya box Nteze Media. Leo mtazama Chema Lomfondo na Aish Manula ambao hawa hawajasafiri kwa nchini Misri kwa Al Masry pale katika jiji la Ismailia, Dar es Salaam.